بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bila shaka leo huu ni usiku wa tarehe 8 ya mwezi wa Muharram katika mwaka wa 1442 min al-hijrati an-nabawiyya, usiku wa kuamkia Alhamis, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 27, kwa maana huu ni usiku wa Alhamisi kuamkia tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2020 miladia. Tukiwa katika majlisi ya ngapi? Ya 5. Tukiwa katika majlisi ya 5. Kwenye majlisi yetu ya 4 ya usiku wa jana, tulifikia kuelezea suala la namna Ubaidullah ibn Ziyad alivyofika katika mji wa Al-Kufa kama mtawala mpya kwa amri ya Yazid ibn Muawiya. Ubaidullah ibn Ziyad huyu alikuwa ni mtawala, yani governor katika mji wa Al-Basra, na pale Al-Kufa alikuwepo An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Lakini kwa kuwa An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma aliyefumbia macho yale yaliyokuwa yakijiri pale katika mji wa Al-Kufa baada ya kufika Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib radhiyallahu rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an abi, na taarifa zikawa zimemfikia Yazid huko Sham, Damascus. Yazid alitaka ushauri kwa baadhi ya watu wake, wakamshauri ya kwamba amtawalishe katika mji wa Al-Kufa Ubaidullah ibn Ziyad, mtu ambaye hakuwa akipatana naye, lakini kwa maslahi akashauriwa kwamba amchague yeye. Na haya pia ameyataja al-Imam Ibn Kathir katika kitabu chake hiki Al-Bidayatu wan-Nihaya kwenye juzuu ya 8 ukurasa wa 547. Anasema wa kana Yazidu yubghidhu Ubaidullah ibn Ziyad wa kana yuridu an ya'zilahu 'an al-Basra fawallahu al-Basrata wal-Kufata ma'a lima yuriduhu Allah bihi wa bighayrihi. Alikuwa Yazidi anamchukia Ubaidullah ibn Ziyad na alikusudia kumuuzulu Basra, lakini akampa utawala katika mji wa Basra na Al-Kufa kwa pamoja, kwa lile alilotaka Allah tabaraka wa taala kwake yeye na kwa mwingine. Kwa hiyo aslan ilikuwa tayari Yazidi hamtaki mtu huyu, lakini kwa maslahi na namna mambo yalivyokuwa yakienda pale Al-Kufa, ikaonekana maslaha yako katika kumbakisha kwenye madaraka na kumuongezea mamlaka. Kwa hiyo Ubaidullah ibn Ziyad ameshafika katika mji wa Al-Kufa,
na kwa yale aliyoyashuhudia Muslim bin Aqil kwa watu wa Basra, watu wa Kufa, aliandika barua kwa kaka yake na ibn ammi yake Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma kwamba njoo huku mambo ni mazuri, watu wote wa pamoja na wewe. Tukasema kwamba Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu akawa anajiandaa kutoka katika mji wa Makka, sababu Husayn alikuwa yuko Makka. Akaanza kukusanya familia yake ili afunge safari atoke Makka kuelekea Al-Kufa. Sasa tuzungumze kilichojiri baada ya kuandika barua hii, baada ya kuandikwa kwa barua hii na Muslim bin Aqil. Hapa palitokea nini katikati na mambo yakawaje? Kama mtakumbuka mazungumzo yetu ya mwanzo kabisa au katikati pale, tulielezea habari ya watu wa Al-Kufa namna walivyo juzi tu hapa, kwamba watu wa mji ule ni watu wenye tabia ya uongo, wenye tabia ya khiana, si wa kweli. Kwa lugha za kimtaani mtu anaweza kusema wanafiki, lakini nifaq ni hukumu ya kisheria, lakini wana tabia za kinafiki, kwa sababu kusema uongo ni katika tabia za kinafiki. Kufanya khiana, wamwahidi mtu, waingia mkataba na mtu alafu waukiuka ule mkataba, huu timizi, unakwenda kinyume na mlivyoahidiana, ni katika tabia za kinafiki. Kwa hiyo watu wa mji wa Al-Basra walikuwa wana tabia hizo, na hapa sasa wakaanza kuzionyesha hizo tabia. Bwana Abu Ubaidillah bin Ziyad baada ya kuona ile hali ilivyo pale katika mji wa Al-Kufa, aliwaita viongozi na wakuu wa makabila wa mji ule, wazee, kawaita, njooni na mazungumzo na nyinyi katika Qasr al-Imara, huko ikulu, kwenye ikulu ndogo ya mji wa Kufa. Wakakusanyika wazee wa Kufa na viongozi wa makabila na koo mbalimbali, wakaitwa kwa mkubwa kule ambaye ni Ubaidillah bin Ziyad. Jambo la kwanza akawaambia, kwanza anachokitaka muachane na Muslim ibn Aqil, lakini pia nataka mumlete Hani ibn Urwa. Hani ibn Urwa huyu ndiye aliyefanya ujasiri wa kumhifadhi nyumbani kwake Muslim bin Aqil. Hani ibn Urwa, kwa mimi namtaka huyu aje hapa, kwa sababu tayari aliyashaambiwa kwamba Muslim bin Aqil amejificha nyumbani kwa Hani bin Urwa, yuko kwake. Hawa wazee hawa na viongozi wakawa wameahidiwa watapewa vitu mbalimbali, ukifanya hivyo mtawapa hiki, mtawapa hiki. Akawaahidi kwamba atawapa mali, na kama hamtafanya basi mtakiona cha mtema kuni, nitaleta jeshi kutoka Shamu, nitawasaga saga, nitawapiga, nitafanya hivi. Wakaona ya nini tupate tabu, wakasahau ahadi walioichukua na mkataba walioingia na Muslim bin Aqil, ile bai'a, kiapo cha utiifu kwamba sisi tuko pamoja na wewe na tuko na pamoja na Al-Husayn kufa kupona, kwa kuwa sisi ndio tuliomuita Al-Husayn na sisi ndio Shia wake, sisi ni wafuasi wake,
ndio watetezi wake, Shia wake na baba yake na kaka yake kabla yake. Wakasahau hayo, wakasikiliza hizi ahadi za Ubaydillah bin Ziyad na wakasikiliza vitisho vyake. Kwa hiyo ikawa pale aondoka mmoja mmoja, anarudi nyumbani, anawakataza watu wa kabila lake. Kama yeye ni kiongozi wa kabila, awaita watu, jamani, sisi watu wa kabila fulani hatutaki vita. Kwa hiyo tunawashauri, kama mimi kiongozi wenu, nawaambia achaneni na jambo la Muslim bin Aqil kabisa, liacheni kabisa. Sisi kama watu wa kabila fulani au sisi kama watu wa ukoo fulani hatuko katika jambo hili. Sisi tutamsikiliza mtawala aliyokuja hapa, Ubaydillah ibn Ziyad. Jambo likawa hivyo, ikawa wanajitoa mmoja mmoja. Huyu kaondoka, watu wa kabila fulani wameondoka, watu wa kabila fulani wanaondoka, mpaka muda mfupi tu ikawa hakubakia Muslim bin Aqil isipokuwa na watu kama 30 tu hivi, watu 30 tu. Sasa sisi pamoja na yeye. Siku zikasogea, lakini ikawa mwisho ikafikia wakati Muslim bin Aqil amebaki peke yake, anatembea katika mitaa ya Kufa, hana hata mtu mmoja, wala hajui anaelekea wapi. Watu wote wamejifungia kwa majumba yao, wanafanya shughuli zao, hawamtaki tena. Imefika wakati Muslim bin Aqil anatembea peke yake, na Hani ibn Urwa alikamatwa akauawa, kaletwa katika kasri akauawa, kisha akatupwa huko nje, watu wote wamuone. Wakaambiwa, mkiendelea kumhifadhi na kumtetea Muslim bin Aqil, tutawafanya kama tulivyomfanya Hani bin Urwa. Watu, ya nini bwana? Ya nini bwana? Hataki shida sisi, hataki ugomvi sisi. Kila mmoja akashika njia yake. Muslim bin Aqil akabaki peke yake. Inasemekana siku moja alikwenda, baada ya kupata mahali pa kulala, akaenda nyumbani kwa mwanamke mmoja katika kabila la Al-Kinda. Kagonga mlango, nani wewe? Mimi mgeni, naomba maji. Yule mwanamke akashangaa, kwani wewe watoka wapi? Akasema, mimi ni Muslim bin Aqil. Akamwelezea habari yote, kwamba mimi nimetumwa na kaka yangu Al-Husaini kuja hapa, na sababu ya kuja hapa, ujio wangu mimi ni barua zilizoandikwa na watu wa mji huu kwamba wanamhitaji Husaini awe kiongozi wao, na mimi nimetumwa kama mwakilishi wake kuja kuangalia hali hapa. Watu walinipokea vizuri, wakanipa moyo, wakanipa kiapo cha utiifu kwamba pamoja na sisi au pamoja na Husaini. Lakini ameingia Ubaydillah ibn Ziyad, watu wamebadilika, mwenyeji wangu aliuawa. Kwa hiyo mimi sasa hivi sina mahali pa kwenda, sina mahali pa kulala. Akaeleza kila kitu, na akamwambia pia kwamba Hussein atakuja, kwa sababu tayari nishapeleka barua na barua imeshamfikia, nimwambia aje, na hofia juu yake mimi itakuwaje. Yule mwanamke akamwambia, haifiche huko ndani, kaa huko ndani ujifiche. Akamletea chakula na maji, haya kunywa, kaa. Angalia watu walivyokuwa na khiana. Yule mama ana kijana wake barobaro mmoja mule ndani, alipojua kwamba Muslim bin Aqil yuko mule, akatoka huyo mpaka kwa Ubaydillah bin Ziyad. Wajua bwana, Muslim bin Aqil yuko nyumbani kwetu, kajificha kule. Likatumwa kikosi cha watu, wakatumwa watu takriban 70 askari na mtawala yule, wakaenda nyumbani kwa yule mama, wakaizingira nyumba. Nani Muslim bin Aqil akapambana nao lakini mwisho akajisalimisha kwao.
akachukuliwa akapelekwa mpaka kwenye kasri ya imara mpaka kule ikulu kwa Ubaydillah ibn Ziyad. Alipofika akaulizwa, haya mwenzetu, kitu gani kilichokufanya wewe ufanye uasi dhidi ya utawala na mkataka kuleta mapinduzi? Jambo gani limewapelekea hilo, limewapelekea kwenye hilo? Akasema ni bai'a, ni kile kiapo cha utiifu ambacho tukimekibeba sisi katika shingo zetu. Watu wamtaka Hussein bin Ali, hawamtaki Yazid. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo limenifanya mimi nije hapa. Akaulizwa, kwani nyinyi hamna kiapo cha utiifu kwa Yazidi? Yazidi sio kiongozi wenu? Basi mimi nitakuua sasa hivi, nakuua maadamu umeasi, umefanya uasi, unataka kuleta mapinduzi, unataka kuleta fujo katika serikali, mimi nakuua sasa hivi. Muslim bin Aqil akamwambia, naomba nipe muda kidogo. Akatazama katika waliokuwepo pale, kulikuwa na bwana mmoja akiitwa Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas. Yule Saad ibn Abi Waqqas na mtoto wake aitwa Umar. Akamwona, huyu ndugu yangu huyu, sote si watu tuna asili ya Makka huko. Akasema, wewe Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas ni ndugu yangu, au ndiye mtu wa karibu zaidi kuliko watu wote hapa. Njoo nikupe wasia, kwa sababu mimi nitauawa sasa hivi. Akamwambia, na kuomba uandike barua umpe mjumbe ampelekee al-Hussein radhiallahu anhu, abaki Makka, asije huko, na kama kashatoka arudi, asije. Hilo ndio ambalo nataka kukuhusia, na kuomba nipe msaada huo. Andika barua imfikie al-Hussein, asije katika mji huu wa Al-Kufa. Basi akamaliza. Kweli Umar ibn Saad akamtuma mtu na barua kwenda kwa al-Hussein kwamba jambo limeisha huku, na kwamba watu wa Kufa wamekudanganya, wamekuhadaa na wamemfanyia khiana Muslim bin Aqil ndugu yako. Kwa hiyo rudi. Muslim bin Aqil katika ujumbe aliotaka upelekwe kwa al-Hussein ni maneno yake mashuhuri aliposema, irji bi ahlika wala yaghurrannaka ahlul Kufa, rudi pamoja na familia yako wala wasikuhadae wewe watu wa Kufa. Fa inna ahla al-Kufa qad kadhabuka wa kadhabuni, wamekukadhibisha wewe, au qad kadhabuka, wamekusemea uongo wewe, wakadhabuni. Kwa qad kadhabuka, wamekukadhibisha, mashadda kwamba wamekukadhibisha wewe, umesema jambo wakalikadhibisha. Qad kadhabuka, wamekudanganya, wakadhabuni, na wamenidanganya mimi. Walaysa likadhibin ra'i, na muongo hana rai yoyote. Mtu akishakuwa na tabia ya uongo si wa kuchukua rai yake, kwa sababu pia anaweza kukudanganya kwenye jambo fulani. Kwa usimtake ushauri, na kuhusia ndugu yangu, rudi. Akauawa Muslim bin Aqil siku ya Arafa. Kweli Ubaydillah bin Ziyad akamuua Muslim bin Aqil, farahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Tarehe 9 siku ya Arafa ya mwezi wa mfungo 3 ameuawa Muslim bin Aqil. Huku tarehe 8 yaum tarwiya ndio siku aliyotoka al-Hussein bin Ali. Kwa hiyo ametoka siku moja kabla ya kuuawa Muslim. Yani mathalan Muslim auawa leo, Hussein atoka jana, atoka Makka anakwenda zake Al-Kufa.
tuliona kule safari ya Muslim bin Aqil kutoka Makka kwenda Al-Kufa, aliondoka katikati ya mwezi wa Shaabani akafika tarehe 25 Ramadhani. Kwa ni safari ndefu. Kwa hiyo hata akitumwa mjumbe si kwamba atatumia siku 2 au 3 atafika, la, ni safari ndefu kutoka Makka mpaka Iraq. Al-Kufa ni mbali, walikuwa wakitumia mwezi na ziada. Hussein akatoka katika mji wa Makka yaumu tarwiya, lakini kilichotokea huku ni kwamba tayari Muslim bin Aqil ameuawa. Siku moja kabla ya kutoka au siku moja baada ya kutoka al-Husayn bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Umeeleweka hapo bila shaka. Sababu mpaka yakawa hali iko namna hii ni khiana aliyofanyiwa na watu wa mji wa Al-Kufa. Vipi watu 1018 au zimeandikwa barua zikafika 1012 za muita Husaini, njoo pamoja na wewe. Husaini atuma ndugu yake Muslim bin Aqil aende akaangalie hali. Watu 1018 wakajitokeza kumlaki yeye na kumbai yeye. Alafu yafika wakati Muslim bin Aqil hana hata mtu mmoja. Hii nini? Na wao walidai kwamba sisi ndio Shia wenu, Shia wa Ahlul Bait, sisi ndio wafuasi wenu, wafuasi wa kaka yako Al-Hasan, sisi ndio wafuasi wa baba yako Ali bin Abi Talib. Alafu mambo yanapokwenda kiukweli, sasa nyinyi mwatelekeza Ahlul Bait, abaki peke yake, hana mtu wa kumnusuru, bali hana mahali pa kulala, bali hata mahali pa kula pia hapati. Ajitolea mwanamke mmoja tu kumnusuru kwamba basi kaa hapa, pia khiana yaingia ndani yake. Kwa hiyo tunapolizungumza suala la watawala waovu kwamba wanafanya dhulma, wanafanya kadha, lakini kabla hujapeleka lawama kwa Ubaydillah bin Ziyad, vipi utafumba macho kuwafumbia macho watu hawa, watu 1018 wanaodai kwamba ni Shia wa Ahlul Bait? Lau kama si wito wao angetoka Muslim, la, pasingetokea jambo kama hilo. Kwa hiyo khiana, hada, uongo, makri ni sifa ya Shia tangu zamani, ndio sifa yao. Uongo na hada na khiana katika maneno na propaganda katika maneno, kueleza uongo na uvumi mahali ambapo wana maslahi napo. Lakini kukuacha njiani kwenye jambo lako ni mara moja tu, kwa sababu si watu wa alwafa, hawatekelezi kile wanachokiahidi. Na ndiyo maana nafanya istitradi katika mazungumzo, ndiyo maana utakuta tangu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam khilafa zilifuatia mbali mbali, al-khilafa ar-rashida, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ukisoma sira za watu hawa utaona kuna futuhati nyingi zilifanyika, Uislamu ukawa unaotawanyika katika miji, Uislamu unavuka mipaka, unaingia katika nchi mbalimbali, Afrika, Ulaya, Asia. Huko watu walikuwa wakifanya bidii ya kutawanya Uislamu. Hivyo hivyo katika utawala wa Bani Umayya hali ilikuwa namna hiyo. Watu walikwenda kufungua Cyprus katika nchi za Ulaya katika zama za Muawiya, alifungua Qubrus, Al-Qustantiniya ndani ya Uturuki katika zama za Muawiya ibn Abi Sufyan, mpaka kina Abu Ayyub al-Ansari akauawa kule, kafariki sehemu za nchi ya Uturuki.
kwa sababu kupigania Uislamu katika zama zile za Muawiya. Hali ilikwenda hivyo na hivyo na hivyo, dua mbalimbali zilipokuja, lakini zama zote walipokuwa mashia wana nguvu, hakuna dola ya Kiislamu mpya iliyopatikana zaidi ya kuleta fitna. Na mfano wa fitna zao ni katika zama za daula Safawiya, wakati wale Ottoman Empire, wakati wa Salimu al-Awwal, mfalme wa kibani wa Ottoman, wale wa Turuki, baba yake mfalme Suleiman ibn Salim al-Awwal. Wakati wake watu walikuwa wanapigana jihadi kuingia katika nchi za Ulaya na kueneza Uislamu huko. Mashia wa Safavid Empire, Shah Ismail as-Safawi, walianza kushambulia nchi za Waislamu, wakaingia Iran. Iran ilikuwa ni mji wa Mashafii, madhhabi ya Shafii Irani, kutoka Azerbaijan mpaka chini ya Irani huko kusini katika bandari ya Ibadan na sehemu nyingine kote ni Mashafii, mpaka ukiingia Iraq, isipokuwa katika baadhi ya miji kuna Hanabila. Mashafii ilikuwa ni miji yao. Walitoka sehemu za Azerbaijan huko wakaingia katika miji ya Mashafii, wakawa wanaua vibaya sana. Wewe ulishasikia labda katika jihadi yoyote Waislamu walipokwenda kupigana labda na Mayahudi au Manasara au almushrikun, wapagani na wengineo, kwamba kuna siku walimuua labda kafiri fulani alafu wakamchinja alafu wakamla? Si katika Uislamu, hakuna jihadi ya namna hiyo, lakini Mashia waliwafanyia Mashafii hiyo. Sheikh ateremshwa juu mimbar, apigwa mapanga, akatwa, atiwa kwenye chungu, apikwa, alafu ambie watu wake mleni huyu. Hao wameyafanya, na mtu akaliwa na shekhe. Kwa hiyo wale waliokuwa wanakwenda kupigana jihadi kule wakamfikishia mfalme kwamba huku kuna Waislamu wanauliwa huku sehemu za Irani huku, na wamevamia hawa watu, wamefika mpaka Baghdadi, na hivi tunavyosema kabri la Abu Hanifa limefukuliwa, mifupa yake imetolewa na amezikwa kwenye kaburi lake mbwa. Hivi vitabu vyao vaeleza, hivi vitabu vyao vitafikishia waeleza wao huko. Jihadi kule ikasimama Europe, watu walikuwa watakuelekea Ufaransa, waelekee wapi? Ndio mzungu mmoja anasema lau kama si Mairani wale Masafawi, Mashia wa Kisafawi kuleta chokochoko katika dola ya Kiislamu ya Ottoman, basi watu walioko Ufaransa na sehemu nyingine wangekuwa wanaisoma Qur'ani kama Algeria. Vita vikasimama, watu wakarudi kupambana na hawa. Sasa huu ni mfano tunataka kuleta kwamba hawa ni watu wa khiana na uongo. Haijawahi kutokea katika historia ya Kiislamu kwamba nchi hii ilikuwa si ya Kiislamu, wameingia wao wakaikomboa wakaingiza katika dola ya Kiislamu. Hata siku moja katika historia hakuna nchi hiyo. Wao ni khiana na uongo, na miongoni mwa khiana walizozifanya ni hii kwa Ahlul Bait. Husaini, njoo, sisi pamoja na wewe, tutakunusuru kwa mali na kwa hali na mali, tuko tayari kutoa mali zetu na nafsi zetu pamoja na wewe, njoo. Al-ajal, babarua, unamkera Husaini. Pamoja na hivyo yataanna la yujibuhum, mpaka jambo alipoliona sasa kama vile ni jambo la kweli, amtuma ndugu yake, nenda hebu kawasikilize hawa watu. Ndio huyu Muslim bin Aqil leo auawa, na wao kila mmoja kwa nyumbani kwake kajifungia, hataki shida, hataki matatizo. Kama hutaki matatizo wewe, kwa nini ulianzisha? Kwa nini ulianzisha matatizo haya? وجانب السلطان واحذر بطشه. Ibn al-Wardi anasema hivi, muepuke mtawala na tahadhari na adhabu yake na mkamato wake. Wala tukhasim man idha qala fa'al, usigombane na mtu ambaye anaposema ana uwezo wa kutekeleza anachokisema. Janib as-sultana wahdhar batashahu wala tukhasim man idha qala fa'al.
Sasa wewe wataka kuleta mapinduzi katika nchi, kuna mtawala na wajua kwamba mtawala mwenyewe hayuko sawa sawa hivyo, si kama wale, ni mtu anatuhuma mbalimbali za mambo ya ovyo ovyo, alafu waanzisha jambo kubwa, wawaingiza watu wa kheri na watu bora kabisa katika jambo hilo. Unamuingiza mtu kama Al-Hussein bin Ali katika jambo lako kwa uongo na khiana. Unaiingiza familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo kama hili kwa uongo na khiana na hadaa. Kwa hakika mashia wamewakosea kiasi kikubwa sana ahlul bait rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haya tutakuja kuyaona hapo mbeleni. Lakini hili ni katika mambo ambayo hayafai kufumbiwa macho. Kabla hujazungumza ubaya wa familia fulani kwamba Bani Umayya, vibaraka wa Bani Umayya, Muawiya, Yazidi, Abu Sufyan, kabla hujazungumza hawa watakiwa uwazungumze watu kama kina Al-Mukhtar bin Ubaida Al-Thaqafi na genge lao, watu waovu kabisa wanaojinasibisha na mapenzi kwa ahlul bait. Wahum kadhibun, waongo. Kwa hiyo Muslim bin Aqil rahmatullahi ta'ala alayhi akauawa siku ya Arafa, na siku moja kabla yake tayari kaka yake Al-Husayn bin Ali ndio amefunga safari kutoka katika mji wa Makka akielekea katika mji wa Al-Kufa. Masahaba baadhi yao walikuwepo pale Makka na wengine wako Madina, na baadhi ya masahaba, kwa sababu mwaka wa 61 mwaka ule tayari ilikuwa masahaba wengi washakufa, wale watu wazima, wamebaki watoto na vijana kama kina Abdullah ibn Abbas, kina Abdullah ibn Umar na wengineo walikuwa wako hai. Sasa kadhalika Abdullah ibn Amr ibn al-As na Abu Sa'id al-Khudri na Abdullah ibn al-Zubair, hawa walipoona ndugu yao mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ameweka azma ya kutoka kuelekea kwenye mji wa Al-Kufa, hawakukubali. Mfano Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alimwendea Al-Husayn akamwambia huendi Al-Kufa. Abdullah ibn Abbas na Al-Husayn ni mtu na ammi yake. Yule Al-Husayn ibn Ali akimuona Abdullah ibn Abbas ni ammi yake kwa upande wa baba yake, na kwa upande wa mama yake ni babu yake. Umeelewa? Kwa ile nasabu ya Mtume ilikuwa limeeleza, kwa sababu Abdullah ibn Abbas aitwa Abdullah ibn al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib. baba yake Al-Husayn anaitwa Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib. Huyu Abd al-Muttalib katika watoto wake ni Abu Talib baba yake Ali na Al-Abbas baba yake Abdullah. Husaini ni mtoto wa Ali. Kwa hiyo Ali na Abbas ni mtu na ammi yake kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, Abbas ibn Abd al-Muttalib, kwa Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib. Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ali na Abdullah ibn Abbas hawa babu yao ni mmoja aliyewazalia baba zao, babu yao mmoja. Kwa hiyo huyu Abdullah ibn Abbas kwa Husaini ni ammi, lakini pia ni babu kwa upande wa mama yake, kwa sababu Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, Fatima akimwona Abdullah ibn Abbas kwa upande mwingine ni ammi yake, ndugu wa baba yake. Kwa hiyo Husaini atamwita babu. Abdullah ibn Abbas akamfuata Al-Husaini akamwambia hutoki, uende. Wakabishana
lakini Abdullah ibn Abbas akamwambia laula an yuzri bi wa bika an-nas la shabbastu yadi fi ra'sika falam atrukuka tadhhab, lau kama wasinge tutia aibu sisi, wasinge tudharau, kunidharau mimi na kukudharau wewe, lau kama watu wasinge tudharau sisi kwa haya nitakayokufanyia mimi, ningekungangania wewe kwa mikono yangu, ngakishia kichwa chako, usingetoka hapa ukaelekea huko. Yani ningekukamata tukawa twaminyana hapa mimi na wewe, hakuna kwenda, lakini watu watatudharau. Al-Hafidh Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya ameyataja haya maneno kwenye hii juzu ya 8, ameeleza haya kwamba Abdullah ibn Abbas alimwambia maneno haya katika huu kurasa wa 556. Kwa hiyo hakumkubalia. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu mwingine ni Ibn Umar. Abdullah ibn Umar alikuwa yuko Makka, zilipomfikia habari za kwamba Al-Husayn anataka kuelekea katika mji wa Al-Kufa, akamfuata. Ameshasikia ametoka, amesafiri safari ya mwendo kama siku 3 hivi. Bwana Husayn ameshatoka hapa Makka anaelekea Kufa. Lini? Juzi. Kwa kashapiga hatua. Safari ya siku 3. Abdullah ibn Umar akakimbia mbio, kwa sababu yule anasafiri na wake na watoto, kwa safari yake inakuwa ni kidogo kidogo. Yeye akatoka na farasi wake mbio, anamkimbiza Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, mpaka alipomdiriki akamuuliza, Husayn, unakwenda wapi? Aina turidu, unakusudia kwenda wapi wewe? Faqala al-Iraq, akamwambia mimi naelekea zangu Iraq, katika nchi ya Al-Kufa au mji wa Al-Kufa. Akamtolea barua zake, ona barua hii, ona barua hii, barua nyingine hii hapa, soma hizo barua. Akamsomea, tolea mabarua yale yaliyoandikiwa na watu wa Al-Kufa, ili amkinaishi Abdullah ibn Umar kwamba kile anachokifanya yeye ni cha sawa na kule kuelekea kwake Al-Kufa ni sahihi. Abdullah ibn Umar akamwambia, la ta'tihim, usiwaendee watu hao. Abdullah al-Husayn akawa hataki, sasa mimi lazima niende hapa, sitarudi tena nyuma mimi. Akamwambia, basi mimi nataka kusimulia hadithi moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, babu yako. Ukinisikiliza kwa uzuri kabisa hadithi hii, ukaifahamu na ukakielewa ninachokikusudia mimi, basi utarudi zako Makka. La utaona kwamba ni tofauti, ukaelewa tofauti, basi wewe nenda, mimi sina cha kufanya wewe. Akamwambia, simulia. Akamwambia, Jibril alayhi salatu wassalam siku moja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa khiari baina ya vitu viwili, dunia na akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa khiari baina ya dunia na akhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua akhira. Wa innaka bad'atun minhu, na wewe Husaini ni kipande cha nyama kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abada, ninaapa kwa Allah, huu tawala huu ukhalifa kama huu walionao waliopata kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, baadaye akaja Muawiya, hakuna atakayeutawalia katika nyinyi wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote kabisa, hakuna atakayeupata. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaondosheni nyinyi jambo hili isipokuwa kwa ajili ya kuwapa lilo bora zaidi. Wewe wafuata utawala walioutaka kwako watu Al-Kufa, kwamba wataka wewe ndio mtawala wao, hutaufikia huu utawala, rudi zako.
na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaepusha na hili jambo la kuwatawala watu isipokuwa ni kwa ajili ile khairi ambayo amewatakia nyinyi. Akakataa al-Husayn. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu akamkumbatia al-Husayn, akawa analia, amemkumbatia analia ndio machozi mengi sana. Naona huyu ndugu yangu hanisikii, lakini hawa watu wanaofuata ni watu wabaya. Akamwambia astaudiuka Allah min qatil, wewe nakuweka kama wadia kwa Allah na hazina, na kuweka wewe katika hifadhi ya Allah tabaraka wa taala, kwa wewe mwenye kuuawa. Wewe utauawa tu, Allah kuhifadhi, lakini najua unapokwenda unakwenda kwenye kifo. Yote haya ameyataja al-Imam Ibn